tunaenda kwenye hatua ya juu zaidi ya ufanyaji wa biashara zetu. Kwa hiyo niwashukuru sana GS1 kwa kuja kutuona na sisi ndugu zao wa Singida, kwa sababu na sisi tunataka tuuze bidhaa zetu katika masoko makubwa, masoko ya kimataifa ambayo yana bei nzuri na kumpatia mfanyabiashara faida tarajiwa. Sasa ukitaka kuuza kwa wingi lazima uende kwenye masoko makubwa, na masoko makubwa yanaendeshwa kidijitali. Sasa kama wewe hauko kidijitali, ina maana hauta penetrate wala hutaingia kwenye yale masoko, na hiyo faida wala wewe utafanya nini? Utaipata. Kwa hiyo ndugu zetu wa GS1 Tanzania wamekuja kuungana na sisi ili kututoa hapa katika kuleta bidhaa hizi katika masoko ya kawaida, maduka yetu ya kawaida, twende kwenye maduka makubwa na supermarket huko ili tukauze zaidi, tupate faida zaidi. Mimi sina shaka na uzalishaji. Uzalishaji tunao mzuri na tutazalisha vitu vingi, lakini kwa miaka mingi tulikuwa tunashindwa kuingia kwenye masoko hayo, kwa sababu ukitaka huduma ya bidhaa yako itambulike kwa njia hiyo ya barcode, ilikuwa lazima uende nje ya nchi upate Kenya, South Africa, wakati mwingine mataifa ya mbali, ndio unaweza kuitambulisha bidhaa yako ikaweza kuuzwa baada ya kupata hiyo barcode. Lakini wenzetu hawa wamefanya mambo ya kizalendo kabisa, mambo makubwa, wametoa hiyo huduma hapa Tanzania. Na mimi nikwambie kabisa, katika ofisi namba 2 ambao unawaza kuifungua katika taifa hili ni Singida. Ukifungua ofisi Singida hautajuta, kwa sababu Singida ni katikati ya Tanzania. Unafika pembe zote kwa wakati mfupi kuliko eneo lingine lolote. Kwa hiyo sisi tuko tayari kukukaribisha. Najua uko Dar es Salaam kwa miaka mingi, takriban 14 sasa. Itoshe angalau tuweke hapa eneo la kimkakati. Sisi Singida tunataka kuwa eneo la kimkakati, eneo la kuunganisha Singida na dunia, Tanzania na dunia. Kwa hiyo hapa nako tukukaribishe uje ufungue. Ukifungua hapa, maana yake mikoa yote ya kaskazini, kanda ya Ziwa utaifikia kirahisi mpaka nyanda za juu kwa utafika. Sisi tunatambua ninyi ndio kundi kubwa linalojenga uchumi wa taifa hili. Ndio maana leo tunahakikisha huduma zote muhimu zinawafikia na kuhakikisha kwamba na nyinyi mnakuwa kutoka wadogo mnaenda wakati, na wale waliofika kati waweze kuwa wakubwa. Kwa hiyo mnaweza mkaona ni namna gani nchi yetu imeweka mazingira mazuri chini ya kiongozi wetu mpendwa wetu, rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Kama leo ilikuwa uende South Africa, uende Kenya, uende siju wapi, ukatafute tu utambuzi wa biashara yako, leo imekufikia hapa Singida, ukumbi wa mheshimiwa mkuu wa mkoa. Nyie hamwezi mkaona kwamba Tanzania inapiga hatua. Kwa lazima tuishukuru serikali yetu, tuiombe kwa Mwenyezi Mungu endelee kuwa salama, na usalama wetu ndio biashara yetu. Kwa hiyo na mimi kama kiongozi naomba niwasisitize sana, mbali na mambo yote haya tunaenda kufanya, kama mjasiriamali kujali muda, ujue umepotea kwenye soko. Lakini la pili, kama mjasiriamali ni lazima uwe mwepesi kufanya maamuzi makubwa kama haya tuliyofanya leo, na sisi tunataka tuingie kwenye hayo masoko. Kwani tunashindwa nini? Wenzetu wamewezaje na sisi tunashindwaje? Kwa lazima mjasiriamali uwe katika siku zote unaweza kufanya maamuzi magumu. Lakini mjasiriamali usiwe na woga, usiwe na hofu. Ukishakuwa na hofu unapungukiwa sifa ya ujasiriamali. Lakini pia ubunifu ni jambo la msingi. Kweli mimi vile nimefurahi kwa maana kwamba ninaposikia ujasiriamali, kwa sababu sasa hivi uchumi unaendeshwa na ujasiriamali. Serikali ina support, lakini kila kitu kienda tu huko, umati wote umejazana kwenye ujasiriamali. Watumishi wa umma nao vile wako huko kwenye ujasiriamali. Wakulima kwenye ujasiriamali, wafugaji wako kwenye ujasiriamali. Kwa hiyo tutapata nasaha zake, tutapata maelekezo yake, tutapata ushauri wake, jinsi gani twende, jinsi gani kitu gani kinafanyika kuhusu serikali inafanya nini kwa ujasiriamali, tutakipata kupitia katika maelekezo yake. Tuitangaze Singida bila kwa hizo bako na tutangaza bidhaa zetu. Tunazalisha kwa wingi sana bidhaa nzuri na zinafaa watu wanazipenda kama stari zetu. Pia tutakuza uchumi wa Singida kwa pamoja Tanzania kwa ujumla. Ili tuchukue maamuzi magumu ya kwa hiyo bako ndio kuendelea kutoka hapa kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo tunakwenda kutangaza bidhaa zake au kupata masoko, lakini pia au kusambaza sehemu ambazo zinatakiwa. Kwa nini wajasiriamali wengi wa Singida pamoja na bidhaa zao nzuri sana wanazozalisha, kwa nini havionekani kwenye masoko makubwa, supermarket kubwa za mikoa hiyo mikubwa? Tukajiridhisha ni elimu ya kutosha
haijawafikia watu wa Singida. Tukaamua kujipanga na kuja hapa Singida. Kwa hiyo tumekuja mheshimiwa hapa Singida, tutatoa elimu hii ya barcode, lakini tutawapa barcode wajasiriamali hao kwa bei ya punguzo. Nia na lengo ni kuhakikisha basi wajasiriamali wa mkoa huu wa Singida na bidhaa zenu zote nzuri mnazozalisha sasa zianze kupatikana kwenye masoko rasmi, kwa maana ya supermarket kubwa na masoko ya nje ya Tanzania. Barcode imenisaidia kwenye supermarket kwa sababu wanatumia ile mashine ya scanner ya kuweka bidhaa bei. Kwa hiyo inakuwa rahisi, namba moja. Alafu namba mbili, hata maduka ya kawaida wanakuwa wana imani na bidhaa yako kwamba inajulikana na taasisi za serikali.